Salamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya TFF nimekuja kumwakilisha Rais Wallace Karia kushuhudia tukio kubwa la kihistoria sio tu katika Tanzania bali katika Afrika nzima. Jambo hili ni kubwa sana, na ndugu zangu, mnakumbuka mara nyingi nilikuwa namchagiza rais wa Yanga Engineer Hersi kwamba wananchi wanahitaji uwanja. Hatuwezi kuendesha mpira kama hatuna maendeleo ya miundombinu. Kwa hii kwetu sisi ni historia kubwa sana, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeweza kuishuhudia historia kubwa ikifanyika, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atuweke hai tuwepo na tujaaliwe siku ya ufunguzi wa uwanja huu ili kuhitimisha historia ambayo viongozi wa Yanga wakiongozwa na mdhamini wao GSM wanaifanya katika nchi yetu. Narudia kusema hili ni jambo kubwa sana, na kama nilivyoanza kusema, si jambo kubwa katika Tanzania, ni jambo kubwa katika Afrika. Wenye kumbukumbu mnajua ni klabu ngapi ambazo katika ukanda wetu zinaweza kujenga uwanja wenye capacity ya watu 20,000. Kwa hili ni jambo kubwa na ni fahari kwetu sisi. Sisi kwenye TFF tutashirikiana na Yanga kuhakikisha kwamba changamoto zote ambazo zinajitokeza katika viwanja vingine hazijitokezi mwishoni wakati uwanja utakapokamilika. Leo tunaongelea miundombinu wakati mjadala ukiwa mkubwa kwamba kumekuwa na upungufu mkubwa wa watazamaji katika viwanja vyetu. Hatujawahi kuweka mjadala wa pamoja kujadiliana kwa nini watu wanapungua viwanjani. Kila mtu tukianza kujadili atakuwa na hoja yake. Wapo wanaosema hakuna entertainment katika viwanja vyetu. Wapo wanaosema kwamba kwenye viwanja vyetu huko uwanja wa watu 60,000 utakuta milango ya kuingilia iko 2 au 3, hivyo si rafiki kwa watu kuingia. Tungependa sisi kama TFF kuona kuna ongezeko kubwa la watazamaji wa mpira kwenye viwanja vyetu, lakini hilo linawezekana endapo viwanja vyetu tutavijenga katika namna ya kuvifanya rafiki, kwamba mpira sasa uwe ni mtoko, mtu anatoka na familia yake anakwenda anaingia mpirani bila bugdha. Akiamua kuingia asubuhi, basi ndani apate kila kitu. Kwa hiyo tutafanya kazi kwa karibu sana. Tumeunda hivi karibuni kurugenzi ya club licensing ambayo ndani ina maendeleo ya miundombinu. Rais wa Yanga Engineer Hersi, yeye ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, anajua kila siku kuna matakwa mengi yanatokea. Tunao wenzetu wa usalama na nyinyi ni mashuhuda. Nimekwenda kwenye mkoa mmoja, kiwanja cha kuingia watu 20,000 kuna mlango mmoja tu wa kuingilia. Ikianza heka pale huwezi kutamani siku nyingine kuja na mtoto wako. Kwa hiyo huu ni mjadala kwetu, lakini tungependa uwanja huu uwe mfano katika Tanzania, kwamba uwanja ambao unakuja kujibu changamoto zinazojitokeza katika kufanya watu wapungue kuingia katika viwanja vyetu vya mpira. Vinginevyo, ndugu zangu, na mimi nimefurahi tulivyopata mwaliko jana. Rais Wallace Karia aliniambia usikose kwenda, maana wewe ulikuwa unamsema sana engineer kwamba anajenga viwanja kwenye laptop. Sasa nenda, inawezekana amekuita ili akusute. Nikasema nitakwenda.
Kwa hiyo injinia, nakushukuru. Jambo hili kubwa tumelipigia kelele kwa vilabu vyote. Najua kuna klabu nyingine pale Tanga, Coastal Union, nao wana mpango wao. Sina hakika na mipango ya vilabu vingine, lakini mmeanza, muwe mfano wa kuigwa. Na kupongeza sana GSM kwa uwekezaji huu. Ni uwekezaji ambao wawazi, ambao una maslahi kwa pande zote mbili. Naipongeza pia kamati ya utendaji ya Yanga ambao wamelishukulia jambo hili kwa umakini, taratibu, na wakati mwingine sisi kazi yetu ilikuwa kuwasukuma ili kasi iongezeke. Tutaendelea kuwasukuma ili miezi hiyo 18 mpaka 24 ambayo wanasema watamaliza, uwanja huu uwe umekamilika. Na sisi wenzangu, tuombe Mwenyezi Mungu atuweke salama, tuseme amina, ili ukishafunguliwa na sisi tuwe sehemu ya historia hii kubwa. Kwa maneno hayo machache, nimepewa pia kazi ya kumkaribisha mgeni rasmi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, kaka yetu kipenzi. Ndio leo injinia umeniambia kwamba naye ni mwenzenu, basi nikukaribishe uje kuongea na hii hadhira. Karibu sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa.